Tofauti kubwa iliyopo kati ya watu wanaofanikiwa zaidi kifedha na wale wanaofanikiwa kwa kiwango kidogo sana ni namna wanavyotenga muda katika kujifunza maarifa ya kifedha, katika kufuatilia biashara pamoja na uwekezaji wao. Mimi kwa majina naitwa Joseph Cleophas, ni mwelimishaji wa masuala ya kifedha, lakini pia ni mwekezaji. Leo tutaenda kujifunza kanuni ya dakika 24 za dhahabu. Yaani hii kanuni inatufundisha namna ya kutumia dakika 24 kila siku ya Mungu kati ya masaa 24. Kanuni yetu inatuambia kwamba kila siku tunatakiwa kutenga muda usiopungua dakika 12 katika kusoma vitabu vya kifedha au kufuatilia maudhui yote ya kifedha. Lengo ni kupata maarifa ya kifedha ambayo ni moja kati ya silaha muhimu au ya msingi sana katika kupambana na umaskini. Lakini unatakiwa kutumia dakika 6, na dakika 6 hizi mara nyingi unatakiwa kuzitumia majira ya usiku. Yaani pale ambapo unaona unaenda kulala, sasa upo nyumbani, unatakiwa kutumia dakika 6 kufanya vitu vitatu. Kitu cha kwanza kabisa, fuatilia matumizi yako ya siku nzima. Pitia orodha ya matumizi yako ambayo umefanya katika siku toka asubuhi mpaka jioni. Angalia ni matumizi gani ambayo yalikuwa sio ya lazima umeyafanya, ili uweze kujua namna gani utajiepusha na matumizi yasiyo ya lazima. Lakini kitu cha pili ambacho unatakiwa kufanya, fuatilia biashara. Angalia katika biashara, kama una biashara yoyote ile, fuatilia biashara yako, angalia jumla ya mapato uliyokusanya katika siku hiyo, lakini pia angalia faida halisi iliyopatikana kwenye biashara yako. Pia angalia kama kuna hasara iliyopatikana, lakini pia angalia kitu kingine cha 4 unachotakiwa kuzingatia, kama kuna matumizi yoyote yale ambayo hayakuweza kutarajiwa au kutegemea, uyajue. Kama labda kuna kodi au kuna mistake ilitokea ikasababisha kuwa na matumizi ya ziada ambayo hayakutarajiwa, unapaswa pia uyafahamu ili uweze kujua namna gani kesho katika biashara yako utaepuka matumizi hayo yasiyo ya lazima au yasiyotegemewa. Lakini kitu cha mwisho katika biashara ni lazima ufuatilie, ujue kwenye biashara yako ni wateja wangapi wapya umewapata katika siku husika. Na kwa nini tunafuatilia wateja? Ukiwa una biashara na imepita zaidi ya hata siku 3 hujaweza kupata mteja mpya, hii inakupa picha ya vitu kadha wa kadha. Kitu cha kwanza kabisa ambacho unaweza kujifunza hapo ni kwamba biashara yako katika bidhaa au huduma unayotoa inakuwa haina kiwango kinachoendana na nyakati zilizopo. Hiyo itakupa ishara usipopata wateja wapya, kuona kwamba kumbe wateja hawaridhiki na biashara au bidhaa ambayo ninawapa au huduma ninayowapa, kitu kinachosababisha wateja wako wasikutangaze vizuri huko mitaani kwao. Lakini kitu cha pili ambacho kitakupa picha pindi utapokuwa una orodha ndogo au haupati wateja wapya ni kwamba ufanisi wa matangazo au uhamasishaji unaofanyika juu ya biashara, juu ya bidhaa au huduma unaotoa ni mdogo sana, au haukizi viwango vya kuhamasisha watu kuweza kuja katika biashara yako. Kitu kingine ambacho unatakiwa ufuatilie hapo katika hizo dakika 6 ni uwekezaji. Kama umenunua hisa za makampuni au umewekeza katika mradi fulani, jaribu kufuatilia uone thamani ya uwekezaji wako ni shilingi ngapi. Mfano, mimi ambaye ninamiliki hisa za makampuni, kila siku ninawajibika kuitembelea katika website ya soko kuu, yani Dar es Salaam Stock Exchange, hisa kiganjani, yani DSE hisa kiganjani, ili niweze kuangalia thamani ya hisa jinsi zinavyopanda na kushuka katika soko. Lakini kama umewekeza katika mradi, pia unaweza kufuatilia mabadiliko ya sera katika soko, yanaweza yakasababisha uwekezaji wako kuweza kupanda au kushuka au kuwa kwenye hatari. Kwa hapa katika uwekezaji tunatakiwa kufuatilia kuangalia zile ishara au signal za hatari katika uwekezaji ambazo zinaweza zikasababisha uwekezaji wetu kudhorota kwa namna moja au nyingine. Lakini dakika 6 za mwisho unatakiwa kuzitumia kuweka mipango au malengo ya siku inayofuatia. Katika dakika 6 hizi unatakiwa kuweka malengo ya aina 3. Malengo ya kwanza ni lazima yawe malengo ya kupunguza matumizi yasiyo ya lazima. Mfano, unafanya kazi sehemu, mfano kama unaishi Makumbusho, nitatoa mfano rahisi. Unaishi Makumbusho lakini unafanya kazi Posta. Una usafiri wako, una gari nyumbani, sio mara zote unaweza ukapanda gari. Siku nyingine kwa kupunguza matumizi unaweza ukaamua kupanda daladala. Kwa kama utatamani kupunguza matumizi kwa njia ya kuepuka gharama za mafuta au Uber, unaweza ukaamka mapema ukapanda daladala tu labda kwa shilingi 600 au gharama ndogo zaidi, ukawa umesave amount. Hapo utakuwa umepunguza matumizi yasiyo lazima. Na ile fedha ambayo unakuwa umeipunguza kule,
utakao kuwa umeitenga kutoka kwenye kile ulichopunguza, unaweza ukaenda kuiwekeza au kwenda kuweka akiba. Lakini kitu cha pili, malengo ya pili ambayo unatakiwa uweke kwenye hizo dakika 6 za mwisho ni malengo ya kukuza au kuongeza kipato. Kukuza kipato au kuongeza kipato. Kama unafanya biashara hapa, unaweza ukaweka malengo ya siku inayofuatia kwamba ili niweze kuongeza mapato katika biashara yangu, nitafanya mawasiliano na wateja kadha wa kadha au wateja kadhaa ambao labda nilishawahi kuzungumza nao kuhusu ofa ninaweza kuwapatia katika bidhaa ambayo watanunua au huduma nitakayoweza kuwapatia. Na ikiwa hujawahi kuwapa ofa wateja wako, unaweza ukafanya mawasiliano na wateja ili kuwaeleza juu ya ofa ambayo unawapatia, ukaweza kuingiza kipato zaidi na zaidi. Lakini malengo ya mwisho ambayo unatakiwa uyaweke katika dakika 6 au mipango ya mwisho ni mipango juu ya kuwekeza au kuweka akiba. Hapa ni lazima kila siku uwe na tabia ya kuweka akiba au kuwekeza, na hii itakujengea mustakabali mzuri sana. Kwanza itakuwa imekujengea nidhamu ya kifedha, lakini pia itakuwa inakutengea tabia ya wewe kuwa na ule mfumo mzuri wa kuwa na consistency katika uwekezaji, kitu ambacho kitakusaidia kwa haraka sana kufikia uhuru wa kifedha. Kwa tumia huu mfumo au tumia hii kanuni ya dakika 24 zenye thamani au dakika 24 za dhahabu kila siku kuweza kujitengenezea mustakabali mzuri wa kifedha. Naitwa Joseph Cleophas, ni mwelimishaji wa masuala ya kifedha. Nikutakia wakati mwema.